Mimi ni Ramadhani Shabani Mrisho. Hizi ni pikipiki zikawa zinatokea huku mmoja mmoja, afika hapa wakawapitia. Mwingine amepelekwa paka kule, mwingine alikuwa amelala hapo. Ile kaponjeka hadi ubongo umebaki pale. Ila saizi maskari washakuja wamewabeba. Hao ni mabodaboda nafikiri na wengine wameshawafahamu hapo. Sisi ni sehemu ya abiria ambao tuliona tukio tukawa tumekuja kuangalia. Of course tulikuwa kama tuko safarini, kwa hiyo tukiwa kwenye treni tukaona treni inasimama ghafla. Kwa hiyo kabidi tushuke kuangalia nje, tukaona kama kuna ajali, watu wamejaa, tumekuja kuangalia. Fika tunakuta ni bodaboda wawili ambao walikuwa wanakimbia wamejigonga kwenye treni. Kwa tumechofanya sisi ni kuwastiri na kupeleka mwili kwenye gari kwa mamlaka husika ambao wamekuja kuchukua mwili. Nafikiri ni mwendo kasi wa bodaboda ambao walikuwa nao, kwa sababu inavyosemekana ni boda walikuwa wanakimbizana. Walikuwa watatu, mmoja akawa yeye ameshapita, hao wawili wakawa wamejigonga kwenye kichwa cha treni. Nimefika maeneo ya hapo mbele kidogo tu ndo nikaona treni inatokea huku, na hao waliofariki marehemu wao wawili wakiwa wanatokea huku wakiwa wanatoka kupeleka wanafunzi. Ile kufika hapo wanataka sasa waiwai treni, wakafika kabamiza mbele wakarudi wao nyuma. Mimi nilikuwa ni upande wa huku mbele, yenyewe kwa upande wa huku. Kwa hiyo kufika ndo kabamiza afu akaruka, mwingine akarukia kwenye hicho chuma hapo, hicho chuma hapo, akarudi tena huko barabarani, mwingine ndo akaangukia kwenye hicho kidude huko na ubongo kamwagika hapo, ndo na polisi wakafika. Kwa mfano kama kule Iseve jinsi ilivyo sasa hivi ajali zimepungua, na hapa ikiwepo kama hiyo ya kuwa vyuma kinazuia, hichi kitu kama cha leo kisingetokea, kwa sababu wangezuiliwa kutoka mbali, maana walikuwa wako spidi sana. Haja ipo kubwa sana, serikali tu yenyewe tuone haja ipo, maana hizi ajali za hivi za kushtukiza bodaboda wengi sana tunawapoteza. Kwa majina anaitwa George Pisi Masele, ni mwenyekiti wa mtaa wa Miemba. Tokeo hili limetokea asubuhi. Huwa ni kawaida ya hawa bodaboda, huwa wanapeleka wanafunzi shule. Wanapowafikisha shule kisha waacha, huwa wanakuja wanafukuzana. Kwa hiyo kwa bahati mbaya leo ndio kimewakuta kama kilichowakuta hicho. Hii ajali ilikuwa ni bodaboda walikuwa watatu, lakini mmoja aliwahi kupita. Hao wengine wawili ndio wakachelewa kaigonga treni kwenye ubavu na wamepoteza maisha. Kwa sababu katika kila makutano ya barabara, ya reli na barabara, huwa kuna vile vibao vya crossway. Mara nyingi watu huwa wanavivuka, wanakuwa mbele ya vile vibao badala ya kuwa nyuma ya vile vibao. Lazima unapofika eneo la reli uangalie kwanza, kwa sababu vile huwa kuna kama treni inakuja lazima utasikia mungurumo. Lakini watu wengine huwa hawachukui tahadhari hiyo, kama kilichowakuta ndugu zetu leo. Wamekuja tu kasi na treni ilipiga honi, lakini kwa bahati mbaya ndo kimewakuta hicho. Cha kuwasihi tu wananchi wenzangu wawe makini katika makutano ya barabara na reli. This is Uheso FM.